tuelekee huko Tehran ambapo Iran inasema kwamba nyaraka za siri walizozipata kutoka Israel zina taarifa nyeti juu ya vituo vya nyuklia vya taifa hilo la Wayahudi. Lakini pia jambo muhimu ambalo sasa watalifanya ni ole wao Israel wafanye shambulizi la aina yoyote katika vinu vya nyuklia vya Iran. Esmail Khatib, waziri wa usalama wa taifa la Iran, amesema kuwa nyaraka za siri ambazo Iran imefanikiwa kuzipata kutoka Israel zina uhusiano wa moja kwa moja na taarifa nyeti kuhusu miundombinu ya nyuklia ya utawala huo na zinaimarisha uwezo wa Iran katika masuala ya kuhujumu. Akizungumza na shirika la habari la IRIB siku ya Jumapili, siku moja baada ya vyanzo vya kuaminika kufichua habari hizo, anasema nyaraka tulizopata kutoka utawala wa Israel zinahusiana na taarifa kuhusu vituo vyao vya nyuklia. Sasa ole wao wathubutu kufanya shambulizi ndani ya miundombinu ya Iran. Tutawashambulia katika maeneo yao pia. Amesema nyaraka hizo za siri pamoja na taarifa nyingine za kimkakati zitaboresha uwezo wa Iran wa kushambulia. Alipoulizwa kuhusu ripoti za awali kuhusu kuna maelfu ya nyaraka, alijibu kwa tahadhari akisema hii ni hatua kubwa sana ya kijasusi. Kusema maelfu ya nyaraka ni kudunisha ukubwa wa kile tulichopata. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa Jumamosi na vyanzo vya karibu na suala hilo, operesheni hiyo ya kiintelijensia ya Iran imetajwa kuwa miongoni mwa mapigo makubwa zaidi dhidi ya utawala wa Israel. Vyanzo hivyo vimebainisha kuwa operesheni hiyo ya kupata nyaraka hizo ilifanyika zamani kidogo, lakini kutokana na uzito wa taarifa hizo na umuhimu wa kuzifikisha salama nchini Iran, ililazimu kuwe na kimya cha habari hadi zifikishwe katika maeneo salama ya siri. Na ndio maana Iran ilikuwa ikisema wakati wowote ikiwa Israel itaamua kufanya mashambulizi basi itajuta. Kumbe moja kati ya mambo ambayo walikuwa wanafahamu ni kwamba walikuwa na mpango wa kufanya mashambulizi katika maeneo hayo ya siri yenye vifaa vya nyuklia vya Iran pamoja na silaha zake. Kwa hivyo wakati huu Iran inasema kwamba wakithubutu kushambulia mifumo ya nyuklia nchini Iran, basi Wajemi watashambulia vya kutosha maeneo yao ya siri ambayo yalifichwa kwa muda mrefu, ambayo yana silaha pamoja na vinu vya nyuklia vya Israel. Imeelezwa pia kuwa idadi ya nyaraka hizo, picha na video ni kubwa kiasi kwamba timu maalum imekuwa ikizichambua kwa muda mrefu bila mapumziko. Khatibu amebaini kuwa operation hii ilikuwa ni pana na yakina na ilitekelezwa ndani ya maeneo yanayokaliwa kwa mabavu na kufanikiwa uhamishaji wa taarifa za kimkakati, kiutendaji na kisayansi kutoka Israel hadi Iran. Taarifa hizi zinakuja zaidi ya wiki mbili baada ya utawala wa Israel kutangaza kuwakamata wanaume wawili kwa tuhuma za kufanya ujasusi kwa niaba ya Iran. Hata hivyo, Israel pia ilitoa taarifa katika siku za hivi karibuni ikisema kwamba kuna ujasusi wa kimtandao ambao umefanywa na Iran, lakini pia ujasusi huo wameuzima mapema, lakini pia wakiwakamata vijana wawili ambao inadaiwa walikuwa ni majasusi kutoka nchini Iran ambao wanatajwa walikuwa wakiendelea na harakati za ujasusi wa kufahamu baadhi ya mambo ndani ya Israel. Khatibu amesisitiza kuwa njia zilizotumika kusafirisha nyaraka hizo bado ni siri na hazitafichuliwa, lakini watachapisha baadhi ya nyaraka hivi karibuni, ameahidi. Utawala wa Israel ndio pekee unaomiliki silaha za nyuklia katika eneo la Asia Magharibi na ulianza programu zake za nyuklia tangu miaka 1952 kwa msaada wa teknolojia kutoka Ufaransa na Marekani. Silaha za kwanza za nyuklia za utawala wa Israel zinasemekana kutengenezwa kati ya mwaka 1967 hadi mwaka 1968 kwa mujibu wa taasisi mbalimbali za kijeshi, lakini pia na taarifa zingine ambazo Iran imezipata. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia nasi tutakuwa tukikujuza yanayojiri katika ulimwengu kupitia hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.